Hayo yote ni katika kumuunga mkono rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan katika kujenga taifa, na kwa sasa ameanzisha shule ya sekondari yani Tarime Mchanganyiko sambamba na chuo cha Tarime Vocation Training College kinachotoa mafunzo kwa level ya certificate yani cheti. Na sasa pia yupo katika mchakato wa kuanzisha level ya diploma yani NTA level 4 mpaka 6 mpaka degree. Mwenyezi Mungu mbariki mkurugenzi wetu na umjalie afya njema kwa nguvu na hari, roho na akili ili aweze kutimiza mipango yake. Sema amina. Sasa hivi tuko katika mkakati, tumeleta laptop za ofa za 1,500,000. Tunataka kila mwanachuo awe na laptop. Tunataka kila mwanafunzi wa sekondari awe na laptop. Kwa hiyo wazazi, naomba mjipange katika hilo. Kama mlikuwa mjawanunulia, basi baada ya hapa hilo mimi nitawaomba sana mweze kuwanunulia laptop kila mmoja. Kwa hiyo bei ya ofa hiyo ni bei ya moja kwa moja kutoka Dubai ambapo tunachukulia hizo laptop. Tuna kidato cha kwanza mpaka kidato cha 4 na nafasi zipo za kuhamia na wapya kwa ajili ya vijana wa mwakani. Na sisi tuna utofauti wa kipekee na shule nyingine. Ukiacha kufanya vizuri kitaaluma, tuna mkondo wa mali kama alivyoelezea, tunafundisha lugha ya Kifaransa. Dunia ya sasa inahitaji ujue lugha tofauti. Hata chuoni tunafundisha lugha ya Kifaransa. Lugha walau mojawapo ya kimataifa. Sawa, Kiingereza ni lugha ya kimataifa, lakini tumekuja katika mtaala mpya, tumeletewa na lugha nyingine za ziada kama Kiarabu, Kichina na Kifaransa. Sisi hapa tumechagua Kifaransa. Kwa hiyo watoto wanasoma Kifaransa. Lakini tuna mafunzo ya Kwankido ambayo Zola simama. Huyu Zola ni mtaalamu. Huyu ana degree 2 za mafunzo ya Kwankido ya karate ambayo amepelekwa katika nchi 2 tofauti na serikali kwenda kusomea hayo mafunzo. Kwa hiyo ni mmoja wa walimu wetu ambaye tuko naye hapa, na mafunzo tumeanza kwa vijana wetu wa sekondari. Na tutakwenda shule ya msingi na baadaye tutaanza kuyatoa upande wa sekondari kwa kuzingatia nidhamu, kwa sababu mafunzo haya yanahitaji nidhamu ya hali ya juu. Sio kufanya mafunzo baadaye kupigana, lakini nidhamu. Mimi nakupongeza sana kwa namna unavyosimamia nidhamu. Kwa hiyo chuo chetu hiki kina usajili full registration. Kwa hiyo kuna wengine walikuwa na minong'ono, wanauliza chuo kweli kimesajiliwa hicho, kina usajili? Hichi kina full registration. Na mkurugenzi ndio mhusika mkuu wa kuhakikisha vyuo vimesajiliwa na kusiwepo na vyuo feki vinavyotoa mafunzo feki, vinavyodanganya vijana mtaani. Kwa hiyo hapa ni mahala sahihi kwa vijana. Kwa hiyo ufundi stadi ni sehemu mojawapo ambapo inawapa vijana fursa. Sambamba na hilo, nilikuwa naangalia takwimu, karibia zaidi ya 77% ya eneo la dunia halijatumika, liko wazi. Lakini ukija hizi 23% ambazo zimekwisha tumika, asilimia kubwa imependezeshwa, kazi kubwa imefanywa na mafundi. Hata sisi wenyewe hapa tulipo, nguo hizi tulizovaa tumependeza sana, hizi zimeshonwa na mafundi. Chakula leo baada ya hapa tutakwenda kula, chakula kimepikwa na mafundi. Viti, meza vimetengenezwa na mafundi. Majumba yote tunayoishi, nyumba za kawaida, ghorofa, nini, zote zimejengwa na mafundi. Kwa hiyo tunaposema VETA au ufundi stadi, tunaitikia fursa kama zote. Maana bado tuna fursa nyingi, tuna nafasi kubwa sana ya kuendelea kufanya kazi na kujaza ile 77% ambayo bado haijajaza. Ufundi stadi. Wazazi hongereni sana na tunawapongeza kwa kuchagua kuleta wanafunzi hapa Tarime VTC, hususan kuchagua
kusoma ama watoto wenu kupata elimu na mafunzo ya ufundi stadi. Hongereni sana. Kadhalika napongeza uongozi wa chuo kiongozwa na mkuu wa chuo Bi Maria Daniel Tarimo na wafanyakazi wote wa chuo. Hakika nimeona wanafunzi, nimeona vipaji, na vile vipaji vyote ni fursa. Na ndio maana tunasema ufundi stadi fursa kama zote. Kiujumla, wote walioshiriki kwa njia moja au nyingine kuwezesha wahitimu hawa kufikia hatua hii na walioandaa pia mahafali haya na wapongezeni sana. Pekee kabisa ninaomba mpokee salamu za pongezi kutoka VETA na hususan kanda yetu ya Ziwa. Sisi VETA tukisema kanda ya Ziwa tunamaanisha mikoa minne. Mkoa wa Mwanza ambako ndio makao makuu ya kanda ya Ziwa, lakini mkoa huu wa Mara, mkoa wa Geita pamoja na mkoa wa Kagera. Kwa hiyo mimi hapa niko nyumbani, ni sehemu yangu ya usimamizi. Kama mnavyotambua, juhudi za serikali ya awamu ya 6 ni kujenga na kuhakikisha vyuo vya ufundi stadi vinatapakaa Tanzania nzima kwa ngazi mbalimbali. Ngazi ya mkoa ni tayari, ngazi ya wilaya ndio vinakwenda vikiendelea kukamilika, na tuna chuo chetu cha Butiama ambapo sasa ndio mwaka huu tutakuwa na wahitimu wa kwanza Mpwe. Kwa hiyo hizo ni jitihada za serikali yetu. Tunaipongeza sana rais wetu, mama yetu Daktari Samia